Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 16 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema wataalamu walia uhuru wao kuingiliwa. Wataalamu walia uhuru wao kuingiliwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na kuna habari inayosema raha karaha kuigiza vitu kwa simu mtandaoni. Raha karaha kuigiza vitu kwa simu mtandaoni. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini Jaji Warioba, busara itumike kesi ya Lissu. Huyo ni Jaji Warioba asema busara itumike kwenye kesi ya Lissu. Lakini Rais Samia kuzindua bwawa la Julius Nyerere wiki ijayo. Rais Samia kuzindua bwawa la Julius Nyerere wiki ijayo, na zuio la kuongea nje ya mahakama la anza kung'ata. Zuio la kuongea nje ya mahakama la anza kung'ata. Lakini mkurugenzi Jatu na wenzake waachiwa huru kulipa fidia. Mkurugenzi Jatu na wenzake kuachiwa huru kulipa fidia. Habari inapatikana ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania inaanza na habari inayosema LHRC na THRDC TLC wapinga kukamatwa kwa mawakili madereka. LHRC na THRDC na TLC wapinga kukamatwa kwa wakili madereka. Na Rais Samia kuandika historia ya uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Rais Samia kuandika historia ya uzinduzi wa bwawa la Nyerere. Waziri Ndejembi asema mradi wa JNPP ni matokeo ya uwekezaji wa shilingi trilioni 74 fedha za Watanzania. Lakini aeleza namna tukio hilo litakavyoshuhudiwa na Watanzania nje ya Tanzania. Na sekta madini yavutia uwekezaji trilioni 9 ndani ya miaka minne. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania kwenye kurasa za mbele. Na LATRA yasisitiza agizo mabasi kurejea kituo cha Magufuli. LATRA yasisitiza agizo la mabasi kurejea kituo cha Magufuli. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili ndani ya gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania. Na gazeti lako la Mzalendo asubuhi ya leo linaandika tume ya Jaji Lila yazidi kukubalika. Tume ya Jaji Lila yazidi kukubalika. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo. Na SMZ na SMT kubadili mawazo ya vijana kuwa fursa ya ajira. SMT na SMZ kubadili mawazo ya vijana kuwa fursa ya ajira. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Mzalendo ni historia bwawa la umeme Nyerere. Ni historia bwawa la umeme Nyerere. Lakini Rita inavyotumia tehama kuwafikia wananchi kirahisi. Rita inavyotumia tehama kuwafikia wananchi kirahisi. Na Mwanri aagiza viongozi kudhibiti mchezo mchafu katika miradi. Mwanri aagiza viongozi kudhibiti mchezo mchafu katika miradi. Lakini namna ya kukabiliana na upweke, ndani ya gazeti lako la Mzalendo linaandika namna ya kukabiliana na upweke. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo, habari inaanza inasema Dr. Gwajima akabidhi malalamiko ya Nabii Tito kwa polisi na Katambi. Dr. Gwajima akabidhi malalamiko ya Nabii Tito na kwa polisi na Katambi. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini madereka ashikiliwa na polisi tuhuma za kudharau mahakama. Huyo ni madereka ashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kudharau mahakama. Na Tanzania yapongezwa kuimarisha usalama chakula na Afrika ya Kusini. Tanzania yapongeza kuimarisha usalama chakula Afrika Kusini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Huku Mwigulu amaliza mgogoro wa ardhi wa miaka 28.
Huyo ni Mwigulu Nchemba amaliza mgogoro wa ardhi wa miaka 28. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kuna habari inayosema serikali ya bana mikataba ya madeni. Serikali ya bana mikataba ya madeni, hiyo ni habari kwenye kurasa za gazeti lako la Habari Leo, gwiji la habari. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye naanza na habari inaandika Kihula aonya wasiozingatia vipimo sahihi. Huyo ni Kihula aonya wasiozingatia vipimo sahihi. Na meli ya Liemba yaanza majaribio. Hiyo ni meli ya MV Liemba yaanza majaribio. Lakini Olex gesi kutoa majenereta yanayotumia gesi ya LPG. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika Rais Samia na historia nyingine ya kutukuka. Rais Samia na historia nyingine ya kutukuka, na atarajiwa kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere wiki ijayo. Alikuta bwawa hilo likiwa 33% mwaka 2021. Sasa amelikamilisha, lakini sasa linaanzisha megawati 2115, laondoa shida ya umeme. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini afisa mtendaji mkuu WMA asisitiza vipimo sahihi. Afisa mtendaji mkuu wa WMA asisitiza vipimo sahihi. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Huru lenye linaandika bilioni 34 yatatumika kukarabati MV Liemba. Bilioni 34 zatumika kukarabati MV Liemba. Na sekta ya madini yavutia uwekezaji wa trilioni 9. Sekta madini yavutia uwekezaji wa trilioni 9. Dr. Samia kuzindua rasmi mradi wa JNPP. Dr. Samia kuzindua mradi wa JNPP. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania, lenye linaandika habari inayosema Rais Samia kuandika historia ya uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Na sekta madini yavutia uwekezaji trilioni 9 ndani ya miaka minne. Sekta ya madini yavutia uwekezaji trilioni 9 ndani ya miaka minne. Na LATRA yasisitiza agizo mabasi kurejea kituo cha Magufuli. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukichana gazeti lako kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Habari Leo. Linaanza habari inayosema Simba yafunga usajili na Mgunda. Simba yafunga usajili na Mgunda. Na VAC yaamua matokeo ya Azam na Polisi. Hiyo ni video assistance yaamua matokeo ya Azam na Polisi. Simba kunguruma Kaitaba. JKT TRA Kivumbi Dar es Salaam. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa mchezo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika Simba kufa kupona pointi 3 Kagera. Simba kufa kupona pointi 3 na Kagera. Polisi Tanzania Azam nguvu sawa. Polisi Tanzania na Azam nguvu sawa kiufukwe. Hatunaye kocha Singida Black Stars afurahia kiwango. Lakini kimataifa Lamine Yamal na ujumbe mzito. Hiyo ni kimataifa Lamine Yamal na ujumbe mzito, huku Ateta ashusha pressure mashabiki. Huyo ni Ateta ashusha pressure mashabiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika ni Super Sunday. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti linaandika Super Sunday. Kunani huko Tanzania, mechi kubwa ni Simba dhidi ya Mtibwa. Lakini kimataifa ni Arsenal dhidi ya Man City, tunasema ni Super Sunday. Lakini mwalimu anavyoijaza Wydad mamilioni. Huyu ni mwalimu alivyoijaza Wydad mamilioni. Simba ya haha na striker usiku. Rayvanny Faimazi sasa sifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo
Ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.